Rais Donald Trump aliandaa chakula cha iftari Ikulu ya White House akitambua mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa kura wa Ikulu iliwakutanisha mabalozi kutoka nchi zenye Waislamu wengi, maafisa waandamizi na wanachama wa serikali yake. Katika hotuba yake, Trump alitoa salamu za heri kwa Waislamu kote duniani akisema, Ramadhani inatufundisha kuhusu utajiri wa Kiislamu katika jamii zetu na umuhimu wa imani maishani mwetu. Pia alitafakari juu ya ziara yake ya Saudi Arabia ambayo ilikuwa ni safari yake ya kwanza ya kigeni kama rais, akitaja kama uzoefu wake wa kipekee uliokuza uhusiano kati ya Marekani na mataifa ya Kiislamu. Iftari ya Ikulu ni desturi iliyoanza wakati wa utawala wa Rais Bill Clinton na ikiendelea chini ya marais kama George Bush na Barack Obama. Hata hivyo, mwaka uliopita Trump hakufanya hafla hiyo, hivyo hii ilikuwa ni iftari yake ya kwanza rasmi Ikulu. Ingawa hafla hiyo ilikuwa ni ishara ya kujenga uhusiano, maoni yalitofautiana. Baadhi ya mashirika ya kutetea Waislamu yalichagua kutoihudhuria na badala yake wakaandaa hafla mbadala iliyoitwa Not Trump's Iftar katika bustani karibu na Ikulu ya White House. Wakosoaji walidai kuwa sera kama marufuku ya usafiri wa nchi kadhaa za Kiislamu zimeleta mvutano kati ya utawala wa Trump na jamii za Waislamu. Licha ya marumbano hayo, jioni hiyo ilijikita zaidi katika diplomasia, huku Trump akisisitiza ushirikiano wa mataifa yenye Waislamu wengi. Wageni walivunja swaumu zao kwa vyakula vya jadi, huku mazungumzo yakiangazia kuimarisha mahusiano na kushirikiana katika changamoto za kimataifa. Iftari hiyo ilitumika kama njia ya kutambua umuhimu wa Ramadhan na kujenga madaraja ya uhusiano. Ingawa wengi wanaiona kama hatua ya kuimarisha mazungumzo, wengine wanaamini kuwa mabadiliko ya kweli yanatokana na sera halisi badala ya hafla za ishara. Hii ni Media Wire Express na mimi ni Joseph Mwana wa Isangura.